Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, ama hakika siku zake za kuishi duniani sio nyingi. Bwana John Raphael Nenetwa, katikati yetu tunao msiba. Tunao msiba mkubwa wa moja kati ya waimbaji nguli kabisa wa kwaya zetu za kanisa la AICT kutoka pale Injili kwaya katika kanisa la AICT Ngudu. Huyu sio mwingine, ni mzee wetu Charles Kadikilo ambaye ameitwa na Bwana hapo jana. Katika enzi za uhai wake nimepata nafasi ya kuhudumu pamoja naye nikiwa pale katika mkutano wa Pasaka mwaka 2024 pale katika kanisa la AICT Ngudu, tukiambatana na kwaya ya AICT Mlimani Katoro. Hakika amefanya kazi ya Mungu mpaka mwisho wa maisha yake. Alikuwa ana umri mkubwa, lakini alijituma sana katika kazi ya kumtumikia Mungu. Hii nimekuwa shuhuda, Bwana John. Ni kweli, ni kama nilivyosema mwanzoni kwamba moja kati ya waimbaji nguli kabisa wa hizi kwaya zetu, moja wapo ni huyu marehemu mzee Charles Kadikilo. Ni moja kati ya waimbaji wa siku nyingi kabisa ambao wamemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na nakumbuka unavyosema ilikuwa ni Pasaka ya mwaka jana kama sikosei. Sawa kabisa. Yes, mzee huyu amehudumu vyema na wazee wenzake mbali kama ambavyo nimesema mwanzoni hapo. Kwa nafasi hiyo tukiwa pale katika mkutano wa Pasaka 2024 tulipata nafasi pia ya kuzungumza naye. Kabisa. Na katika baadhi ya maongezi yake alikuwa na haya ya kusema, tuweze kumsikiliza. Yes. Hebu tusikilize mambo aliyoyaongea mzee huyu Charles Kadikilo wakati wa Pasaka ya mwaka 2024 iliyofanyika pale AICT Ngudu. Mzee Charles Kadikilo, mwinjilisti katika eneo hili la kanisa, na tuko hapa kwa minajili ya kuhitimisha au sherehe za Pasaka. Pasaka huwa inafanyika kila wakati katika dhehebu letu kwa ajili ya kuadhimisha kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo alivyowamba pale msalabani. Kwa siku ya leo tunaendelea, ni siku ya 3 tangu tuanze, na tunao wageni wetu wahubiri kutoka Diocese ya Mara na Ukerewe, na tuna kikundi cha waimbaji kutoka Katoro AIC Mlimani kwaya. Kwa ujumla tunaendelea kukamilisha sherehe hizi za siku ya Pasaka, na kwamba tunapenda tuwakaribishe watu wote wa eneo hili na hata walio nje ya eneo hili. Naam, ni kama mlivyosikia. Hayo ni moja kati ya maneno ambayo mzee huyu aliyasema wakati wa mkutano wa Pasaka hapo AICT Ngudu mwaka jana. Bwana the big one, wewe ulipata kuongea naye mawili matatu na ukaona uchangamfu wake, utumishi wake na msomo wake. Unaweza kumuelezea nini huyu marehemu Charles Kadikilo? Charles Kadikilo alikuwa ni mtu ambaye ana vitu vingi, lakini alikuwa anaheshimu kila lika. Pale nimemfuata tukiwa kama watu wa MCC, waandishi wa habari, na niliweza kumsumbua mawili matatu, lakini alilipa ushirikiano wa ajabu sana. Kama tumewahi kufanya naye kazi hapo awali. Katika kazi yangu nilipata uwepesi sana nilipofika zamu ya kuweza kuongea na mzee Kadikilo. Ni kweli tunatoa pole za dhati kwa ndugu zetu pale AICT Ngudu na kanisa kwa ujumla, lakini pia rafiki yangu wa jina wa marehemu Charles Kadikilo, pia Mungu akufariji na awe faraja. Dada yetu Pendo Jeremia ambaye ni mkamwana wa huyu mzee, pia Mungu akupe faraja pamoja na familia yako kwa ujumla. Yes, kigumu unachokipitia, na najua wanyakati mnakuwa mnasafiri kutoka mliko na kuelekea eneo la tukio. Mungu awatangulie safari yenu na mfike salama. Tuko pamoja katika msiba huu, ni msiba wa kanisa. Neno la Mungu linasema duniani tunayo uziki, lakini tujipe moyo kabisa, hasa katika kipindi hiki cha majonzi. Kwa sasa tunasema kwa Charles Kadikilo, lakini ziko familia mbalimbali ambazo zinapitia wakati kama huu. Kabisa. Tunapa pole tuishi kwa kutegemea neno la Mungu. Tuamini kwamba ipo siku tutapata faraja kutoka kwa Mungu, na tukimtegemea katika kipindi hiki, yeye ni faraja ya kweli kwa wakati huu mzito wa majonzi kwa familia. Watu pole kama unavyosema watu wa kanisa la AICT Ngudu, kwaya walikuwa na huduma nazo, Injili kwaya pale pamoja na kwaya zingine, Tumaini kwaya, kina mama kwaya pia.
pamoja na mchungaji wa pale pia lazima tumpe pole kwa hili, maana ni msiba ambao kwa kweli lazima umetikisa kanisa la AIC Ngudu, maana ni mkongwe kabisa katika kanisa la AIC Ngudu, mwimbaji ambaye hajawahi kutoka kwenye njia ya uimbaji tangu akiwa kijana mpaka anapoelekea uzeeni mpaka anapoitwa na Bwana. Kwa hiyo ni jambo la kuigwa kabisa kwamba tunapomtumikia Mungu kwa kalama zetu, tubaki katika kalama zetu na tusiache kwa vikwazo vingine. Mzee huyu ameonyesha njia kabisa, mfano wa kuigwa. Mashahidi watakuwa ni hao watu wanaoishi naye pale kanisa la AIC Ngudu, wanakwaya, majirani, wanamfahamu vizuri mzee huyu. Hakika amekuwa ni barua inayosomeka vizuri sana. Tunashukuru sana kwa wote ambao mmeungana sisi katika kipindi kifupi hiki cha kuomboleza, kwa kutambua kazi aliyoifanya mwenzetu mzee Charles Kadikilo, na sisi tuliobaki sasa tunafuata nyayo kwa yale mema na mazuri yote ambayo kwa kiafanya. Mimi ni Musa Njosa Zebigon kutokea hapa MCC, na mwenzangu tuko naye hapa, niko hapa John Nenetwa au Kielewa Yesu. Tunasema MCC tutakuwa pamoja katika taarifa zote za msiba huu. Usikose kufuatilia. Fuatilia mwanzo hadi mwisho. Ubarikiwe na Bwana. Amen.